wa nyumba. Vilevile itakuwa mojawapo wa siku ya kipekee katika taaluma ya kisiasa kushuhudia sera iliyokusudiwa ya serikali kuboresha maisha, kurejesha hadhi na kuleta matumaini kwa watu ambao kwa muda mrefu wameishi maisha ya chini zaidi miongoni mwa jamii zetu, wakiwa wanaishi katika hali ngumu, wamesahaulika na kupuuzwa. Hatua hiyo iliadhimisha hatua kubwa ya kujivunia kwa Kenya na kudhihirisha kwamba mipango kabambe ya kitaifa inaweza kutekelezwa kwa ufanisi na kuleta manufaa halisi kwa raia wa kawaida na kugeuza mawazo yetu kuhusu maana ya mabadiliko. Kwa kuona familia zikitoka mahali pa shida katika mitaa ya mabanda ambayo ina msongamano na kuingia katika nyumba nzuri zilizo na stima, maji ya mfereji na gesi ya kupikia, ni ukumbusho muhimu ya jinsi sera zinazokusudiwa kuimarisha maisha ya watu zinavyoweza kufanya na mambo makubwa yanavyoweza kupatikana tunapoweka mawazo na nia zetu pamoja kuhusiana na uwezo na hatua tunazochukua badala ya kuangalia vikwazo na kuwa na mashaka. Na ni zaidi ya miaka miwili iliyopita ambapo wengi walikuwa na mashaka tuliposema kwamba wananchi wa kawaida wataanza kumiliki nyumba kupitia utaratibu wa kukodesha kwa lengo la kumiliki kwa kutumia kiasi kile cha hela anazokodesha nazo. Leo hii ahadi hiyo ya kipekee imetimizwa. Tuliona furaha iliyokuwa ikibubujika kutoka kwa Jerusha Muzoni, mama wa watoto watatu mwenye wajukuu wanne, ambaye ni mfanyabiashara wa mitumba katika mtaa wa mabanda wa Mukuru kwa Ruben, akiingia kwa nyumba yake mpya. Safari ya wamiliki wapya wa nyumba kama vile Jerusha Muzoni wa Mukuru, Kennedy Odede wa Homa Bay na maelfu ya wamiliki wapya wa nyumba kote nchini kutoka maisha duni ya mitaa ya mabanda ya kupata nyumba mpya nzuri na za kudumu, ni ishara nzuri ya ahadi ya mabadiliko ya kuwepo shime watu wa kiwango cha chini. Wanadhihirisha wazi kwamba kwa kuwa na maono na azma, ushupavu na ushawishi, tunaweza kuboresha maisha ya wale ambao wamesahaulika miongoni mwetu kwa kuwapa hadhi, matumaini na uwezo usiokuwa na kipimo. Mabibi na mabwana, ikiwa haukuelewa kwa kile tulimaanisha kwa hatua ya kukwamua uchumi kutoka chini, sasa ufahamu. Ikiwa haukuamini, sasa utaamini. Na iwapo ilikuwa tu hadithi kama ilivyo na wale wanaotoa ushuru wa ujenzi wa nyumba, sasa unashuhudia na kubadilisha historia ambayo itakumbukwa na vizazi vingi vijavyo katika nchi ya Kenya. Tuko katika mkondo sawasawa wa kukabidhi nyumba 1150 chini ya mipango ya nyumba za gharama nafuu ambazo zilianza kujengwa mwezi Septemba mwaka wa 2022, huku nyumba 10,011 zikiwa tayari zimekamilika. Mpango wa hivi karibuni nitakuwa nikikabidhi funguo kwa wamiliki wapya wa nyumba huko Bahati na Elbagon katika kaunti ya Nakuru, Mabera katika kaunti ya Kuria Magharibi, kaunti ya Migori, Mgweni huko Nandi, Milimani katika kaunti ya Kakamega na Vihiga,
Nanyuki katika kaunti ya Laikipia na sehemu nyingine nyingi nchini. Mpango wa kabidhi uchumi kutoka chini unasambaa kote nchini Kenya na hauachi yeyote nyuma, bali na kutoa makao bora. Mpango huu wa mabadiliko unabuni ajira, huku tayari ukiwa umebuni nafasi za kazi 250,000. Haya ni mabadiliko makubwa kuimarisha maisha, kukuza biashara na kugeuza hali ya baadaye ya kazi na maisha ya mijini nchini Kenya. Wakenya wenzangu, kwa kutambua na kushukuru kujitoa mhanga kwa Wakenya wazalendo waliotoa mapato yao kupitia ushuru wa nyumba, nina furaha kuwatangazia leo kwamba tutapendekeza kwa bunge sheria ya marekebisho ambayo itamruhusu yeyote anayotozwa ushuru wa nyumba kupata mkopo wa masharti nafuu wa hadi shilingi milioni 5 unaotozwa riba ya chini utakaosaidia kununua nyumba. Utaratibu huo pia utawezesha yeyote anayetozwa ushuru huo kulipa rehani kwa nyumba anayonunua na kumpa nafasi nzuri ya kushughulikia gharama ya kununua nyumba, na hivyo kuwapa wengi fursa nzuri ya kugharamia umiliki wa nyumba. Marekebisho haya yatahakikisha kwamba kila shilingi inayotolewa kupitia ushuru huo wa nyumba inamsaidia yule aliyetoa, iwapo ni kupitia kupata nyumba katika mpango wa nyumba za gharama nafuu, mikopo ya nyumbani au upeanaji rehani. Mabibi na mabwana, sasa imeanza kufahamika kwamba halmashauri ya afya ya jamii inafanya kazi. Hii ikimaanisha kwamba matatizo ya changamoto za mabadiliko katika sekta ya afya hayapo tena, na kwamba mpango wa kutoa huduma bora ya afya kwa wote unawahudumia Wakenya wote na hauachi mtu nyuma. Tangu kuzinduliwa kwa huduma ya taifa ya mwezi Oktoba mwaka wa 2024 kufikia sasa, Wakenya milioni 23 waliojisajili na halmashauri ya SHA. Hatua hii ikiwa ni dhihirisho la imani katika mfumo wa mabadiliko ya utoaji huduma za afya. Kwa wakati huu nakili kiwango cha wastani wa watu wape 50,000 kila siku, dhihirisho wazi kwamba Wakenya wamekubali mfumo huo uliokusudiwa kuhakikisha huduma bora kwa gharama nafuu na za heshima kwa wote. Katika kipindi cha miezi minane SHA imesambaza shilingi bilioni 43, huku Wakenya milioni 4.5 wakipata huduma bora kupitia mfumo huo tangu uanzishwe. Kwa mara ya kwanza katika historia ya Kenya, chini ya halmashauri ya SHA, raia wanaweza kupata huduma za matibabu za dharura bila malipo. Huduma hizo zikihifadhiwa na serikali kupitia hazina ya huduma za afya za dharura. Magonjwa hatari na magonjwa sugu. Mabadiliko haya ya kipekee yanaondoa mzigo wa kuweka akiba zinazotakiwa na hospitali. Ili kudhibiti kasi hii, serikali imetenga rasilimali za kutosha kuhifadhi kikamilifu huduma za afya za kimsingi. Kila Mkenya aliyesajiliwa anaweza kupata huduma za afya bila malipo kupitia mpango wa SHA katika hospitali zote za umma na zile za kibinafsi. Mpango wa huduma ya taifa kiasi kwa wote kwa usemi na kwa vitendo. Mabadiliko katika utoaji huduma za afya ni zaidi ya idadi ya watu
kutumia mpango huu, kwani umesaidia pakubwa kubadilisha maisha. Mpango wa SHA unashughulikia malipo hapo kwa hapo kuhakikisha hakuna hata Mkenya mmoja anayerudishwa nyumbani bila kupata huduma kwa sababu ya ukosefu wa fedha. Mabibi na mabwana, ili kushughulikia changamoto za kila mara kama vile kutoa mchango ya kiwango cha juu kwa wafanyikazi wasiokuwa katika sekta rasmi, tunaanzisha mfumo bora wa kujumuisha wote utakaotambulika kama Lipa SHA Polepole. Utaratibu huu utawezesha Wakenya kutoa michango ya kila mwaka kupitia utaratibu bora wa kutoa michango yao kwa awamu, iwe ni kila mwezi, wiki au hata kila siku kulingana na uwezo wa kifedha wa kila mmoja. Utaratibu huu utahakikisha familia zinaendelea kupata huduma za afya bila matatizo ya kifedha, huku pia ukisaidia kuimarisha udumishaji wa hazina hiyo ya bima ya afya. Mfumo wa Lipa Polepole unafanikishwa kupitia mkakati wa ufungamano kati ya Wizara ya Afya, makampuni ya huduma za simu na mashirika ya huduma za fedha kupitia hazina ya Hustler. Mfumo huu ni rahisi, unaopatikana kwa wote. Raia wanaweza kupiga nambari #147 *147# na kufuata maagizo ya kusajili na kuanza kutoa mchango yao mara moja. Mbali na hayo, tutaimarisha hatua ya kupatikana kwa bima ya afya. Tumetoa kipaumbele kupatikana kwa vifaa vya matibabu. Ningependa kuwashukuru vifaa vya matibabu katika vituo vya afya, ukiachana na utaratibu wa hapo mbeleni wa huduma za kusimamia vifaa ambavyo uliacha majukumu ya kudumisha na kushughulikia vifaa hivyo serikali ya kaunti. Sasa tumechukua mwelekeo mpya chini ya mpango wa kitaifa wa kutoa vifaa vya matibabu. Chini ya utaratibu huu mpya, serikali ya kitaifa itashirikiana na serikali za kaunti, zitawasiliana moja kwa moja na watengenezaji na wauzaji wa vifaa vya matibabu kutoa vifaa muhimu kulingana na mahitaji ya kila kaunti. Malipo yatatolewa kulingana na huduma zilizotolewa zikiambatanishwa na viwango vya SHA. Utaratibu huu wa ufadhili unahakikisha vifaa hivyo vya matibabu vinagharamiwa kulingana na huduma zilizotumika, hivyo kuhakikisha uwajibikaji na hakikisho la kuwekwa kwa vifaa vinavyofanya kazi na vinavyotoa huduma bora kote katika vituo vya afya. Wakenya wenzangu, mtakubaliana nami kwamba ufanisi tunaopata katika ujenzi wa nyumba za gharama nafuu na katika huduma za matibabu za Taifa Care zinafaulu kwa sababu ya umoja, uaminifu na kujitolea kwa Wakenya kushiriki na kuchangia katika kuwafikia mabadiliko haya makubwa na ya kipekee. Ushahidi ulioko mbele zetu wa maendeleo halisi katika maisha ya watu yapaswa kutuhimiza na kututia motisha kufanya hata zaidi kwa pamoja, tukiwa na ujasiri na kuigeuza Kenya kuwa nchi ambayo tunataka sote kuijenga. Ningependa kuwashukuru mamilioni ya wote ambao michango yao ya ushuru wa nyumba zinaleta hadhi kwa raia wenzetu ambao huenda kamwe hakuwa wakidhani watakuwa na makao mazuri. Vilevile ningependa kuwashukuru wote wanaounga mkono halmashauri ya SHA na wanasaidia kuleta uhalisia wa maono yetu ya kutoa huduma bora za afya kwa mamilioni kote nchini. Mabibi na mabwana, kupitia uwekezaji wa kimikakati katika kilimo, tunaharakisha ukuaji ukakamavu katika sekta hiyo.
Ruzuku ya mbolea imeimarisha uzalishaji wa 50%, huku marekebisho katika sekta ya kahawa na sukari vikifufua viwanda vya humu nchini kuimarisha mapato ya wakulima, kubuni ajira na kufufua uchumi wa mashinani. Leo hii wafugaji wa ng'ombe wa maziwa wanatozwa shilingi 50 kwa kila lita kutoka shilingi 35. Wakulima wa kahawa sasa wanapata shilingi 150 kwa kila kilo, hili likiwa ni ongezeko kubwa kutoka kiwango cha shilingi 65. Mapato ya majani chai yaliongezeka kutoka shilingi bilioni 138 mwaka wa 2022 hadi bilioni 212 mwaka wa 2024. Utengenezaji wa sukari uliongezeka kutoka tani 490 mwaka wa 2023 hadi tani 815 mwaka wa 2024, na kutuwezesha kupunguza uagizaji wa sukari kutoka nje kwa 70%, huku mapato ya wakulima ikiongezeka kutoka shilingi bilioni 50 hadi shilingi bilioni 90. Tumechukua hatua mwafaka huku tukizingatia kuhakikisha wakuzaji wa miwa wanapata mapato mazuri wanapowasilisha miwa yao viwandani na wanalipwa fedha zao zote kwa muda ufaao. Ili kudhibiti ufanisi huu, sharti tutambue kwamba kuongeza uadilifu katika viwanda vya miwa ni wa muhimu kwa maslahi ya wakulima. Viwanda vyenye uadilifu ni vya faida zaidi na inawapa wakulima malipo yanayostahili. Vilevile viwanda kukuu vingine vikiwa na vya zaidi ya miaka 50 vinatoa tu tani moja ya sukari kwa tani 20 za miwa, na hivyo huwapunja wakulima wa miwa na kudhulumu baadhi yao. Hivyo basi, kutokana na hayo, hatua ya hivi majuzi ya kukodesha viwanda vya miwa vya serikali vya Nzoia, Chemelil, Soni na Muhoroni kwa watu binafsi ni hatua nyingine ya kimkakati kuleta uadilifu, kurejesha faida na kulinda riziki ya wakulima. Lengo letu ni kuboresha viwanda hivi, kuhakikisha kwa malipo ya papo kwa hapo kwa wakulima, kugharamia mishahara ya wafanyikazi na ujira wao, mbali na kubadilisha viwanda hivi na kuwa biashara yenye uzalishaji na ya kudumu. Tunapoendelea na juhudi zetu za ujenzi wa taifa, pia tunatayarisha Kenya kushamiri katika mazingira ya ushindani na magumu ya siku za usoni. Hii inahitaji kuwapa wanafunzi ufahamu, ujuzi na akili inayohitajika kutumia fursa zilizoko na kuchangia vilivyo kwa ustawi wa taifa. Kwa kuongozwa na mapendekezo yanayostahili kutoka kwa Tume ya Rais ya kushughulikia marekebisho ya elimu, tunachukua hatua kabambe za kugeuza mfumo wa elimu ndani ya muda wa zaidi ya miongo 6. Tumefaulu kuingia kwa mfumo wa elimu inayozingatia ufanisi, kuacha mfumo wa kujifunza kwa jibu na kuelekea mfumo unaozingatia ustadi unaowiana na mahitaji ya karne ya 21 na malengo yetu ya ustawi wa kijamii na kiuchumi. Lengo letu ni kutoa kipaumbele kuhakikisha kwamba shule ina muundo msingi na vifaa vinavyohitajika kuwasaidia wanafunzi na walimu. Ili kuunga mkono mabadiliko haya, tunashughulikia idadi inayoongezeka. Tumeamua kusajili idadi kubwa ya walimu kuwahi kufanywa tangu uhuru, tukiajiri walimu wapya 76 katika kipindi cha miaka miwili, na tuko katika harakati za kuajiri idadi nyingine ya walimu 24,000
ifikiapo mwaka wa Januari mwaka 2026. Vilevile tumejenga zaidi ya madarasa 23,000 na hivyo kupunguza msongamano kwa muundo mbinu na kuwasaidia walimu na wanafunzi kutosongamana madarasani. Katika kiwango cha elimu ya juu, tumefanya mabadiliko makubwa ya ufadhili kupitia mfumo wa kushughulikia mafunzo ambao unahakikisha udumishaji wa vyuo vya kiufundi na vyuo vikuu, huku pia ukitoa nafasi zaidi kwa wanafunzi. Leo hii wanafunzi kutoka jamii maskini wanapata 90% ya msaada ya masomo ya serikali, huku wazazi wakilipa tu kiasi kidogo cha karo. Kwa kutambua uwezo wa mabadiliko yanayoletwa na vyuo vya elimu ya kazi ya mkono na kiufundi kutatua changamoto kali za kijamii na kiuchumi kama vile ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana, pengo la ujuzi na umaskini, serikali imeimarisha uwekezaji katika mafunzo ya kiufundi. Usajili wa wanafunzi katika vyuo vya kazi za mikono na kiufundi unatarajia kuongezeka kutoka idadi ya 500,000 hadi milioni 2 ifikapo mwisho wa mwaka huu. Hivyo kukipa kizazi kipya ujuzi na ufahamu unaohitajika katika kuifanya Kenya kuwa nchi ya kiviwanda, uvumbuzi na ushindani wa kiuchumi. Mabibi na mabwana, ili kuwapa shibe wa Kenya wa kawaida na wafanyabiashara ndogo ndogo kupitia mikopo ya masharti nafuu, hazina ya Hustler Fund imewapa mikopo zaidi ya Wakenya milioni 25, ikisambaza shilingi bilioni 70 na kukusanya akiba ya shilingi bilioni 5. Vilevile serikali imeanzisha mfumo wa kuvutia wa kukadiria mikopo ambayo unabadilisha kupatikana kwa ufadhili kwa mamilioni ya raia ambao hapo mbeleni walitengwa kutoka kwa mfumo rasmi wa kifedha. Mfumo wa kukadiria mikopo wa hazina ya Hustler umetayarishwa kutoa ukadiriaji wa haki na wazi wa uwezo wa mtu kulipa mkopo. Unatumika kama njia badala ya kutoa mkopo kwa watu wa viwango vya chini kiuchumi ambao ndio wengi wasioweza kushughulikiwa na taratibu rasmi za ufadhili kama vile stakabadhi ya mishahara, hati miliki za ardhi au njia nyingine zinazotambulika rasmi. Mabibi na mabwana, kama sehemu ya mpango wa kuwapa shime kiuchumi wale wa kiwango cha chini, nina furaha kutangaza kwamba kwa kutambua uwezo mkubwa wa vijana wetu na jukumu muhimu wanayotekeleza kiuchumi na uwezo wao wa ubunifu na uvumbuzi, serikali imeshirikiana na Benki ya Dunia kuzindua mradi wa shilingi bilioni 20 wa kujiendeleza kwa vijana katika nafasi zilizoko. Mradi huu unakusudiwa kuwapa shime vijana 800,000 wa kati ya umri wa miaka 18 hadi 29 na hata umri wa miaka 35 kwa wale walemavu na kwa kuimarisha fursa zao za kupata ajira kupitia kuwapa mafunzo zaidi. Unasihiwa kutambua uwezo ujuzi wa mtu kabla ya mafunzo, ustawi wa ujasiriamali na kuimarisha desturi ya kuweka akiba. Mradi huo unatumia utaratibu kama wa hazina ya Hustler na tayari vijana milioni 1 wamewasilisha maombi yao kushiriki katika mpango wa kibiashara wa mradi huo ambao unalenga kupata vijana 70 kutoka kila wadi nchini kwa kuwapa mafunzo. Mafunzo ya biashara na kuwashirikisha na biashara husika. Ukaguzi na uchaguzi unaendelea huku zaidi ya shilingi bilioni
500 zikitengwa kumpa kila kijana atakayefaulu shilingi 50,000 kama mbegu ya mtaji kuanzisha safari yake ya ujasiriamali ifikapo mwezi Agosti mwaka huu. Vijana 100,000 kote nchini watanufaika na shilingi 50,000 kila mmoja, ikiwa ni mbegu ya mtaji ifikapo mwezi Agosti mwaka huu. Vilevile nafurahi kutangazia taifa kwamba kuanzia wiki hii tutazindua mpango wa mazingira uitwao Climate Walk, huu ukiwa ni mpango kabambe wa kuwashirikisha vijana katika kaunti zote 47 katika kuimarisha ukakamavu wa taifa letu, tukianzia mitaa ya mabanda. Mpango huu ambao ulizinduliwa mwaka jana Nairobi umefaulu sana na sasa unasambazwa katika kaunti zote 46, ukiwa umetayarishwa kama mpango wa kushughulikia jamii. Mpango huu utaajiri vijana kwa malipo ya kila siku ya shilingi 500 ili kushughulikia vifaa muhimu vya umma, ikiwemo ujenzi wa barabara, upanzi wa miti na uimarishaji usafi wa mazingira katika jamii zao. Kupitia mpango huu wa Climate Walk, hatutoi tu riziki za leo, tunatoa msaada wa kifedha na kutoa nafasi za siku za usoni kuwawezesha vijana kufuatilia nia yao, iwe ni kuanzisha biashara, kuendeleza elimu au kupata ajira ya muda mrefu. Mabibi na mabwana, uchumi wa majini ni nguzo muhimu ya ajenda ya kukwamua uchumi kutoka chini, huku sekta hiyo ikiwa na uwezo wa kubuni ajira, kujitosheleza kwa chakula, ukusanyaji wa mapato na ustawi wa mashambani. Mataifa mengi yametumia rasilimali zao za maji kwa ufanisi wao. Wakati umewadia wa Kenya kufanya vivyo hivyo. Hii ndio sababu maudhui ya siku kuu ya Madaraka ya mwaka huu yanazingatia uchumi samawati na masuala ya majini yanayoadhimishwa hapa Homa Bay. Tunapozungumzia kuhusu nafasi ambazo hazijatumika na uwezo ambao bado haujatumika katika uchumi samawati kwa njia nyingi, Homa Bay inaashiria ahadi ya Kenya. Taifa letu linajivunia kilomita mraba 142 za eneo la kipekee la kiuchumi na maeneo mengine mengi ya maji katika bara, ambayo ni karibu 42% ya eneo nzima la taifa. Kimkakati, ikiwa katika ufuo huu wa bahari Hindi, Kenya ina uwezo wa kuwa nguzo thabiti ya uchumi wa uwezo wa baharini. Muda wa kuchukua hatua ni sasa. Muda wa kuchukua hatua za kijasiri ni sasa, tukiwa na nia ya kufanya makuu na kuleta mabadiliko tukiwa na nafasi hii. Kwa kutambua haya, serikali inatoa kipaumbele kwa sekta ya uchumi samawati kama njia ya kuleta mabadiliko ya kijamii na kiuchumi. Tutachukua hatua za makusudi na kimkakati kufanya shughuli za uvuvi katika maziwa, mabwawa na baharini. Hatua hizi zitaimarisha uzalishaji, ufugaji wa samaki na kuboresha lishe ya samaki na kuimarisha riziki za maisha, hivyo kuianisha na ruwaza ya Kenya ya mwaka wa 2030 na ajenda yetu ya kukwamua uchumi kutoka juu na kusambaza ufugaji wa samaki katika sehemu kame na zile zinazotumika kikamilifu. Katika maeneo ya Mlima Kenya, kituo cha ukuzaji samaki cha Kiganjo kinaimarishwa kutatua matatizo ya upungufu wa samaki wadogo na gharama ya juu ya ufugaji, kuhakikisha ufugaji wa samaki unaendelea katika maeneo haya.
Huko Pwani, kituo cha kitaifa cha utafiti cha kilimo cha baharini na utoaji mafunzo huko Shimoni kilichoko chini ya taasisi ya shughuli za baharini na utafiti wa samaki KEMFRI kinashughulikia kukuza aina mbalimbali ya samaki ikiwemo nyama samaki, kaa, mwani, chaza na kamba. Hatua hii inakusudia kubuni ajira na kuimarisha riziki za maisha kwa watu wapatao 200,000 katika kaunti 5 za Pwani. Tumekamilisha vituo vya kisasa vya kushughulikia samaki vitatu vikiwa Kwale huko Kibuyuni, Gazi, Vanga, viwili huko Kilifi, Ngomeni, Kichwa cha Kati na vitatu katika maeneo ya ziwa huko Mkoba, Busia, huko Migori na Luanda, Otieno huko Siaya. Mbali na hayo, vituo vingine 5 vya kutayarisha samaki vinajengwa katika kaunti za Pwani za Kwale, Mombasa, Kilifi, Tana River na Lamu kwa gharama ya shilingi bilioni 1 vitakamilika mwezi Septemba. Vituo vingine 9 vimepangwa kujengwa katika eneo la Ziwa Victoria huko Kisumu, Busia, Siaya, Migori na Homa Bay, tukiwa tumetenga bajeti ya shilingi bilioni 1.5 ili kuimarisha shughuli za kuongeza thamani uvuvi. Tumejenga masoko ya kisasa ya kuuza samaki yakiwa na mitambo ya barafu na vifaa vya usafi. Huko Pwani masoko yanajengwa Likoni, Malindi na Kibuyuni. Huko Turkana tunastawisha masoko huko Olokol na Warengana yakiwa na vifaa vya kutayarisha samaki Olokol na Warengana. Kwa ujumla, uwekezaji huu wote unakusudiwa kupunguza hasara baada ya uvuvi ambao kwa wakati huu unakisiwa kuwa kati ya 30% hadi 40% na kubuni nafasi mpya za kiuchumi kwa wanawake na vijana. Uchumi samawati kwa wakati huu unachangia shilingi bilioni 36 ambacho ni 0.6 ya pato la jumla, lakini sekta hiyo ina uwezo wa kuwafikia shilingi bilioni 400 kupitia uvuvi na ufugaji wa samaki. Ili kutimiza ongezeko la hitaji la kupunguza msongamano wa mauzo ya nje, tunaimarisha shughuli za ufugaji katika ngome katika Ziwa Victoria. Kufikia mwaka jana, zaidi ya ngome 4,000 zimestawishwa huko Kisumu, Siaya, Homa Bay, Migori na Busia na kutoa tani 12,000 kila mwaka za samaki ya aina ya tilapia. Mabibi na mabwana, katika kipindi cha miaka 2.5 iliyopita, tumeweka lami kilomita 1,800 za barabara na kudumisha zaidi ya kilomita 134,800 kupitia kiwango kilichokuwa tumejiwekea, na hivyo kufungua masoko, kuzipa shime jamii za mashinani na kusaidia sekta muhimu za kilimo na ujenzi wa nyumba. Majadiliano yanaendelea na yanafikia kilele kuhusiana na usambazaji wa reli ya kisasa SGR kutoka Naivasha hadi Kisumu na hadi Malaba. Ifikiapo mwezi Julai mwaka huu, ujenzi utaanza wa barabara ya safu 2 kutoka Mau Summit hadi Rironi na hatimaye kusambazwa hadi Eldoret na Malaba. Mabibi na mabwana, kama tunavyosema hapa nchini Kenya, kila wakati ni wakati wa chai au kahawa, ambayo inaelezea kwa nini kinywaji cha kahawa kinachotayarishwa kwa haraka ni chaguo la wengi. Hata hivyo, sharti tukubaliane, hata ingawa kinywaji cha kahawa kinachotayarishwa kwa haraka ni kizuri, hakuna suluhisho la haraka kwa jukumu la ujenzi wa taifa.
Mabadiliko halisi huhitaji mpangilio, ukakamavu na nidhamu. Ahadi sharti ziambatane na matendo na nia, nidhamu na uhakika wa kufanya kila linalohitajika siku baada ya siku. Mabadiliko yanayoendelea kote nchini ni halisi na ya kuzingatiwa. Mabadiliko ya hali ya juu yatafanyika tukiyaona na macho yetu. Watoto wetu wanapata elimu bora na inayostahili. Ifikiapo mwezi Januari mwaka wa 2026, tutakuwa tumeajiri walimu 100,000, hiki kikiwa ndicho kiwango kikubwa zaidi cha walimu kuwahi ajiriwa katika historia ya taifa letu, ili kusaidia kuimarisha idadi ya walimu wa siku za usoni. Barabara zinashikanisha jamii. Stima inaingia kila kijiji. Nyumba za heshima zinachipuka katika kila kaunti. Wakulima wanalisha taifa. Mamilioni ya raia wanapata huduma bora za afya bila vikwazo. Waendeshaji bodaboda wanapata mkopo kwa masharti nafuu. Mama mboga wanastawi katika masoko ya kisasa kote nchini. Hii ndiyo ajenda ya kukwamua uchumi kutoka chini inaendelea. Sasa sio ndoto tena, bali ni uhalisia wa maisha ya mamilioni ya Wakenya wanaofanya kazi kwa bidii, ambao maono yao sasa yanatimia. Sharti tudumishe kasi hii ili tuweze kukomboa wakati uliopita na kubuni nafasi kwa mamilioni wanaotarajia kupata fursa. Sharti tuwe wakakamavu katika kuwafikia uwezo wa Kenya na uwezo wetu wa kuwafikia ndoto zetu. Hebu kamwe tusiwe taifa ambalo haliamini, au watu ambao wanaona maono lakini wanaogopa kuyatimiza. Hebu tusonge mbele kwa moyo huo, tuhakikishe tuheshimu maono ya waanzilishi wa taifa. Maono sio tu ya kujitawala, bali taifa ambako kila Mkenya kutoka pembe zote anaweza kuwa na maono huru, kujibidiisha kupata usawa na kuwafikia uwezo wake. Leo tunatoa upya ahadi hiyo ya kutoacha mtu nyuma na kujenga Kenya ambako matumaini na nafasi ni haki ya wote. Asanteni. Mungu awabariki nyote, na Mungu aibariki zetu. Nafikiria kwa ufupi hiyo ndio hotuba ambayo ilikuwa ni ya Rais wa Jamhuri ya Kenya kwa hii siku ya leo. Siku ya leo tunapoadhimisha siku hii ya madaraka ya 62. Kwa hivyo tumeona hiyo hotuba maendeleo ambayo nchi hii imepiga kuanzia uhuru, na pia kuanzia mwaka wa 2022 tangu serikali ambayo tuko nayo ilichukua uongozi, kwamba serikali iko na mipango mbalimbali, mipango ambayo imekusudiwa kuwalenga wananchi, ambayo ni kwa manufaa ya wananchi. Kuna mambo kama ya afya, mmesikia, lazima tuzidi kujiandikisha kwa SHA kwa sababu inafanya kazi. Kuna mambo ya ukulima, kwa wale ambao ni wakulima, lazima tuendelee kuingia katika mashamba ili tuhakikishe kwamba Kenya tuko na chakula cha kutosha. Pia tumesikia kwamba kuna mambo pia ya ajira kwa vijana wetu, na mikopo ambayo imetangazwa inaenda kutolewa kwa vijana. Kwa hivyo vijana lazima wawe tayari kupokea mikopo ili wakaweze kujiendeleza kibiashara na pia kielimu. Pia mmesikia kwamba hivi mbeleni tunarudisha ile kazi ya kusaidia vijana kwa labda kibarua kila siku kama ile ilikuwa mbeleni. Nafikia wale mnakumbuka kazi kwa vijana. Kwa hivyo kazi kama hii inarudi kwa vijana. Kwa hivyo tutawaomba kwamba
Takapokuja wacha vijana kushirikiana ili tukaweze kuona tunaendelea namna gani. Na pia tumeambiwa kwamba maudhui ya mwaka huu ilikuwa kuhusu, wengi waelewi, labda blue economy. Blue economy ni ile uchumi ambayo inatokana na mambo ya madini. Kwa hivyo tunazidi kuelimisha Wakenya, hasa wale ambao wako wanaweza kupata fursa ya kuwa na maji karibu, waingia hata katika ukulima wa samaki ili kuwe na chakula samaki ya kutosha, kwa sababu Kenya ni kati ya ile mataifa ambayo ina export samaki kwa wingi. Kwa hivyo nafikiria kwa ufupi hayo ni baadhi ambayo yamezungumziwa katika hotuba hii, na kabla nimalize, labda ningependa kusema tu mambo machache. Ningependa kuwashukuru kwanza watu wa Lulis kwa kukaribisha na kukubali tuweze kufanya sherehe hii siku ya leo hapa Lulis. Nimefurahi kwa makaribisho na jinsi ambayo mmesema tutarudi. Tunaweza kuwa tunaleta kila mwaka, sababu mmetufungulia milango, tutazidi kuja. Jambo la pili, mmeitisha mambo mengi. Hizo sub location mnaitisha location ya Tani kwa location Okonicho, Andra, Katari iko katika mikakati, labda tunangojea tu majibu. Kwa hivyo ni kitu ambacho tunazidi kufuatilia. Mambo ya hii network hapa tumezungumza mara nyingi na watu wa Safaricom. Mara ya mwisho tulipoongea nao walikuwa wamesema akiweka ile booster waliweka refanisa ya pili itaweka nguvu mpaka itafika mpaka hapa, lakini hatujui nini lifanyika. Kwa hivyo tazidi kuwafuatilia. Jambo lingine ningependa kusema, nyinyi kama watu wa Lulis tunashukuru kwa jinsi ambavyo mko kwa mpaka hapa juu, kwa ushirikiano ambao mnashirikiana na wenzetu hapa Ethiopia. Sijasikia lolote kutoka hapa Lulis. Kwa hivyo tunawashukuru kwa watu wa Lulis kwa ile uhusiano ambao mnakaa pamoja na watu hapa Ethiopia. Ombi langu ni kwamba tuendelee kuwa na hiyo ushirika kati yetu na watu wa pande ile. Jambo lingine niseme pia kwamba kumekuwa na msukosuko katika hii sub-county juzi, na naamini kwamba utulivu umerejea. Na tukiwa hapa pamoja na mkubwa wa elimu, tunasema kwamba wale watoto, zile shule zote ambazo watoto walikuwa wametoroka, wacha hizo shule kuanzia hii Tuesday watoto warudi katika shule zao, kwa sababu kumekuwa na utulivu. Natashukuru wazee wote wa kanisa pamoja na wale walishiriki katika vikao na kuhakikisha kwamba kuna utulivu umerejea. Kwa hivyo watoto lazima warudi katika shule. Na nakumbuka kwamba wanaporudi shule, sio tu wale ambao walikuwa shule, kuna watoto wengi sana waendi shule. Nataka hiyo watoto wakoe shuleni. Mnatuomba tujenge hii shule ya secondary. Tuko tayari kuongea na CDF kuwasaidia, lakini lazima tuone population, kwa sababu nikiuliza labda Lulis, mwalimu grade 9 wako wangapi sasa? 25. So nasema hata ikiwa 25 nataka kile nataka kusema ni hii. Mmekuwa mkitusukuma kila wakati, hata mkiona hizi primary schools tumeweka resources za kutosha, sisi mko na madarasa ya kutosha, lakini tunapoangalia enrollment yake ni ile ya kuhuzunisha. Kwa hivyo tutaki pia tuanze kujenga secondary schools ambazo hazitakuwa na nani na wanafunzi. Kwa hivyo tunataka wanafunzi, ili secondary school ipate wanafunzi, primary school wacha watoto wote ambao wamefikia umri wa watoto kwenda shuleni wawe shuleni. Hiyo ndio jambo nitasema hivyo. Na pia kuna jambo la watoto wengine wasichana kuozwa mapema. Hilo jambo wacha ikome. Na kwamba ukipatikana umeoza, wewe ni mwalimu, umekubali, umeenda, ama ni mzazi, wewe inatakana ushtakiwe. Kwa sababu mtoto wa chini ya miaka 15 na 18 inatakana awe wapi? Shuleni. Kwa hivyo wacha watoto wawe shuleni wasome, kwa sababu hii kazi zote, hii vitu yote serikali inang'ang'ana kufanya ni kwa ajili ya kizazi ambacho kinakuja na ambacho ni watoto wetu. Na huko pia na kitu,
inaitwa watoto. Ukeketaji wa watoto tunaambiwa katika hizi regions za Northeastern bado iko hali ya juu. Na statistics za Mandera zinapoonyeshwa, Mandera inakuanga hapo juu, sio chini. Kati ya ile top 10 Mandera inapatikana hapo. Situache hii mambo. Na kwamba tunapokuwa na mambo ya early marriages ikitokea wazee, mambo ya masuala kwa mambo ya watoto ya early marriages, mambo ya GBV na mambo ya FGM, hatutakubali ifanywe masuala. Kwa sababu kulingana na sheria za nchi hiyo ni dhuluma dhidi ya wanamama ama watoto. Kwa hivyo hiyo ni mtu anapofanya tendo kama hilo ni mtu ambaye anatakikana kustakiwa. Kwa hivyo wacha tukubaliane hapo, mambo ya watoto na mambo ya GBV tuepukane nayo kabisa kama sub county. Na kwa wale watoto ambao wamemaliza shule, hiyo ni standard 8, nasikia walimu wako hapo kama form 4. Imesemekana ministry wote certificate zile zote ziko kwa shule, wazazi waende wachukue free. Usiende kwa shule mzee mwalimu aanze kudai akwambie ati ulikuwa na deni ama nini. Certificate zote ambazo ziko kwa shule, kama wewe ni mzazi na mtoto wako alibakisha certificate kwa shule, wacha aenda achukue certificate yake. Jambo lingine ambalo labda litakuwa la mwisho ni kwamba mambo ya mtandao, social media, inaweza kuleta shida hasa katika kaunti ya Mandera. Unapofungua kitu inaitwa TikTok, hizi nyingi huko, lakini wale wanaingia huko, kuingia huko ni kufanya namna gani? Wale wanaingia huko na mambo chafu inazungumzia huko na vijana, na pia kuna watu wako mpaka wale wenye umetuma mpaka ng'ambo Amerika. Ambia wale watu hata kama huko Amerika iko sheria huko, tutatumana utashika. Hatutaki matamushi ya shughuli katika social media ya kugonganisha jamii. Hiyo serikali itakubali. Na ikiwa wewe ni mmoja utapatikana, tunafuatilia. Kuna wale ambao tayari wamepatikana, tunafuatilia. Kwa hivyo kabla mkono wa sheria ukufikie, labda wachana na hiyo mambo. Wazee, ambieni vijana wetu, hizi simu ambazo mmewanunulia, hizi kubwa zimekuwa bora. Wazazi lazima tujue hao watoto wetu wanapoingia kwa hizo social media wanafanya nini. Wewe kama mzazi usipatie tu mtoto simu kubwa bila kujua wanafanya nini. Unajua watu wa huku nisikia mmekataa kwa watoto kuona TV. Watajifunza mambo mbaya kwa. Sasa afadhali TV zetu mtoto atafungua utaona anaona ni cartoon ama ni news ama ni nini. Lakini sasa hizi simu yenye umenunulia kila mtoto anaingia kwa kitanda, wewe unafikiria amelala na anafanya vituko usiku. Lazima wazazi waangalie hilo jambo. Kwa sababu unapofanya patikana na mambo ya incitement, utafungwa miaka 5, utalipa fine ya milioni 1. Hatutaki watu waanze kuuza ngamia hapa sababu ya kulipia fine. Kwa hivyo wacha hilo jambo, usikizane na ndio hivyo. Kwa hivyo kile nitaomba ni kwamba kama watu wa kanisa, wacha tuzidi kushirikiana ili tuhakikishe kwamba hii sub county kuna usalama, kuna amani na iko na umoja. Pia wale wafugaji ambao mlikuwa kila upande, wacha mrudi katika sehemu zenu katika malisho. Na mnapokutana huko katika malisho, ningeomba kama ofisi ya usalama kuhubiri amani kwa jamii wenzetu mnapokutana kule katika malisho. Kwa hivyo nafikiria yangu yatakuwa hayo, na Mungu akawabariki. Mungu abariki watu wa Nguru.